Kwa jina naitwa Lameck Borega, ni mkurugenzi wa klabu ya kuogelea ya North Coast na mwenyekiti wa taasisi ya michezo ya Prime Sports Agency. Hapa mnachokiona leo ni hitimisho la kambi kubwa la kimataifa la kuogelea ambalo linafanyika hapa Dar es Salaam Mbweni katika shule ya kimataifa ya Dar es Salaam Independent School. Lengo kubwa la kambi hii ilikuwa ni kuwapa ujuzi na uwezo vijana wetu ili waweze kuogelea katika mashindano ya kimataifa. Tumekuwa na mwitikio mkubwa sana katika siku hii ya kufunga leo, na kama mnavyoona tuna zaidi ya waogeleaji 70 ambao walishiriki katika kambi hii na leo wanahitimisha. Makocha wetu wamefurahi kwa sababu waogeleaji wamefanya vizuri sana, wametengeneza mida yao vizuri, wamepunguza muda kwa sababu mchezo wa kuogelea ni mchezo wa muda. Kwa hiyo mida imepungua sana, na kiukweli tunajivunia sana kambi hii kwa sababu imeleta sana mabadiliko katika mchezo wa kuogelea nchini Tanzania. Hasa ukichukulia kwamba waogeleaji wametoka nchi mbalimbali, zaidi ya nchi 6 wako hapa. Wametoka Afrika ya Kusini, wametoka Kenya, wametoka Mauritius, wametoka Uganda, wote wako hapa ili tu kujifunza mbinu za uogeleaji. Lakini pia tuna makocha ambao ni mabingwa kabisa tumewaleta. Sio tu klabu za mipira ndio zileta makocha wataalamu, lakini hata sisi swimming tumeleta makocha sasa wataalamu ambao wanafundisha watoto kuogelea kwenye level za kimataifa, kwenye level za Olympic, na wanavunja mpaka record. Tumewaleta hapa Tanzania na leo wamehitimisha vizuri, na tunajivunia sana uwepo wa kambi hii. Kinachofuata sasa ni muendelezo. Unajua hawa tumepata mbinu, kwa ni muendelezo sasa wa kuendeleza haya ambayo tumejifunza, kwa sababu kambi ni ya muda mfupi. Kwa makocha wetu wamejifunza mbinu, watoto wetu waogeleaji wamejifunza mbinu. Kwa sasa ni muendelezo wa yale ambayo wamejifunza ili kujiandaa na mashindano ya kitaifa ya mwezi wa 9 yanaitwa Tanzania National Open Championship. Lakini wengine pia wanajiandaa na mashindano ya Afrika ya Zone 3 yanafanyikia Uganda. Kwa hiyo imekuwa ni daraja zuri sana katika maandalizi hayo. Mimi naitwa Charlotte Goodluck Lukumai na naogelea katika klabu ya North Coast Swimming Club na miaka 11. Hii ni mara yangu ya pili kuogelea katika kampi ya North Coast, na ni kampi nzuri sana ambayo inakusaidia kupunguza muda na pia ni raha kufanya. Inabidi uje kufanya hii kampi manake inakusaidia sana kuimprove, ina makocha professional, na pia katika igala inakusaidia kuimprove time zako. Kwa majina naitwa Ethan James Makala. Mimi ni mwogeleaji wa timu Tanzania. Nimekuja kwenye hii camp. I came to this North Coast camp to participate and to improve my workload of training and the speed and durability I gain. Kwa leo kulikuwa kuna mashindano makubwa kwa kila swimmer ambao anapata improve time kwenye time walio now. Kwa sasa hivi mimi nimeimprove kwa time kwenye event 2 so far. Au sasa hivi na event moja 200 backstroke. Nadhani kwenye events zinazokuja nadhani nitafanya vizuri zaidi. Ushindani labda kupitia kwa vijana wenzako ambao unawaona mnaoshiriki, unauonaje? Competition is pretty hard, ngumu sana. Lakini kwa vizuri nafanya vizuri zaidi kuliko kwenye mashindano zingine yaliyopita mwakani. Unaona nini kwa vijana wengine wa Kitanzania ambao hawajashiriki kwenye hizi tournament tofauti? Like unatoa wito gani kwa vijana wengine ambao hawapo ile eneo? Recommend? Yeah. I would like to say kwamba wangekuja hii North Coast Camp, wangefanya vizuri zaidi na kuimprove their speed zaidi, ili mashindano yanayokuja watafanya vizuri kuliko watu wengine. Kwa majina naitwa Coach Ali kutoka Mwanza, ni miongoni mwa makocha tuliokuwa tukifanya katika hii camp ya International Swimming Camp. Leo tunafanya ni kama mtihani kuangalia je, kile ambacho watoto walichokuwa wanakifanya waogeleaji wetu wamefikia kiwango gani.
tunaona kabisa kempu hii ilikuwa ni kempu ambayo ni intense camp, ni kempu ambayo ilikuwa ni hali ya juu sana. Kila mtoto aliweza kuogelea umbali usiopungua kilomita 7 mpaka 10. Na leo tumesema ngoja tuangalie sasa, je, tulichokifundisha kile kinaendana na vile. Tunaona kabisa leo watoto wanachokifanya kikweli. Kampu hii imekuwa ni chachu ya baadhi ya watoto pia ambao hata walikuwa hawawezi kuogelea umbali wa mita 400, mita 200, lakini watoto leo wanafanya hivyo. Kwa hiyo inathibitisha kwamba kile ilichokuwa tunakitoa sasa watoto wamekipokea, na tunaomba sasa hata wakati mwingine sasa iendelee, na si wakati mwingine pia, hata sasa hivi watoto wanapoenda huko tunawashauri makocha wa vilabu ambao hawa watoto wametoka, makocha hawa vilabu walikotoka watoto, kwamba mzigo waliokuwa wakipata hapa muda wa training, naomba huo mzigo usipungue, uendelee vile vile. Tunaamini kabisa watoto hawa wanaweza. Shida kubwa ni aina gani ya training ambao hawa watoto wanaipata kwa kupitia North Coast ambao wenyewe ndio organizers wa hii kampu. Ninawashauri pia klabu nyingine, jamani, hebu tubadilike katika mfumo wetu wa mazoezi ambao tunafanya. Tuangalie wenzetu wanafanya, sisi tunajifunza. Tuna wageni wametoka South Africa hapa, tuna wageni wametoka Kenya, tunajifunza. Unajua kila siku mtu unajifunza kitu. Kwa hiyo tunaomba tunakoelekea kule, watoto wetu jamani, mfumo wetu wa training ubadilike. Tusiwakaririshe watoto kwamba ni 50 mita, 100 mita, hapana. Hebu tuanzishe watoto waweze kupata endurance kwa muda mwingi. Kwa majina naitwa Fauz Faraj, na tumetokea kwa sehemu za Kenya, sehemu inayojulikana Mombasa. Alright, sisi ni washirika katika mambo ya uogeleaji. Tumesikia kwa muda hii North Coast ikifanya hii international camp. So this time tumesema mpaka tukuje, hata kama siku kiasi tu kuja kuangalia vile mambo yanaendelea. Na mpaka sasa tumefurahikia. Kwa hakika level inazidi kupanda na inapanda juu zaidi. Na hivyo wanamalizikia na mashindano. Unaona kabisa time zao zilikuwa kwa kiasi gani na sasa wana improve kiasi gani. Ni juhudi kubwa sana ambayo imewekwa kuorganize mashindano kama hii, kuorganize camp kama hii. Na tumeweka muda ili tuje kuona matokeo vile yanakuwa. Naitwa Lilian Ngowi, mzazi wa mwanafunzi hapa Samantha Moshi and Braden Moshi, ambao wamekuja kushiriki kwenye hii gala ambayo inawaandaa watoto kwa ajili ya mashindano makubwa ya national. Wewe kama mzazi una kijana wako yote ambaye yupo kwenye haya mashindano? Yes, kwa wawili, Braden Moshi na Samantha Moshi. Wito gani unatoa kwa Watanzania ama watoto wengine ambao hawajashiriki? Tuwasupport watoto katika kukuza vipaji na katika kuwasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. Unaamini mashindano haya kwamba yatawapeleka vijana hawa kimataifa zaidi? Kabisa. Kwa nini? Efforts nyingi zimewekwa na nguvu nyingi zimetumika, kwa hiyo naamini yataenda with determination.